Hello, wadau wa elimu, karibuni sana. Naitwa Mwalimu Bwire. Leo tunaenda kuangalia kitabu kinaitwa Houseboy. Houseboy ni novel iliyoandikwa na mwandishi anaitwa Ferdinand Oyono mnamo mwaka 1956 kwa lugha ya Kifaransa, kabla ya kutafsiriwa na mtu anaitwa John Reed mnamo mwaka 1966. Novel hii imejikita katika kuelezea matukio yakionyesha namna ambavyo wakoloni au watu weupe enzi za ukoloni walikuwa wanyanyasa wa Afrika, wanawapiga mpaka kuwaua. Lakini pia imemtumia msika anaitwa Toundi Ondoua, ambaye msika huyu matukio yamemzunguka yeye yakielezea namna ambavyo wa Afrika walikuwa wanapata changamoto chini ya utawala wa kikoloni. Kama ambavyo unajua, Cameroon ni nchi ambayo ilipata uhuru mnamo mwaka 1960. Kwa kitabu kiliandikwa mnamo mwaka 1956, kumbe kiliandikwa kwenye utawala wa Faransa. Na kuna mandhari ndogondogo, kiachana mandhari kuu kama Cameroon, kuna mandhari ndogondogo, lakini setting ambazo zimetumika ndani ni setting halisia. Yes, lakini kuna setting nyingine ambayo ni fictional. Ni fictional. Na hii ni kutokana na mwandishi mwenyewe kuona kwamba kuna umuhimu wa kutumia fictional setting, hasa setting ambazo zinahusu watawala au watu wenye mamlaka. Setting ya kwanza ambayo ni halisia, non-fiction, ni setting ya Spanish Guiana. Setting ya Spanish Guiana ni setting ambayo ni ipo halisi kabisa. Na Spanish Guiana kipindi hicho ilikuwa inaitwa hivyo, lakini kwa sasa inajulikana kama Equatorial Guinea. Spanish Guiana ni sehemu ambayo ilikuwa ipo chini ya utawala wa Hispania, na baada ya kuwa imepata uhuru mnamo mwaka 1968 ikabadilishwa jina kutoka Spanish Guiana kwenda Equatorial Guinea. Lakini setting nyingine ambayo inaonekana kwamba ni halisi ndani ya kitabu ni setting kama ya Mfoula. Yes, Mfoula Village. Yes, kuna setting ya Mfoula Village ambayo ipo Cameroon. Lakini kuna setting ambayo si halisi, fictional, ambayo ilikuwa ni setting ya upande wa watawala wa kikoloni. Hiyo setting inaitwa Dangan. Sasa mwandishi akaona atumie Dangan kwa sababu ya kufikisha ujumbe moja kwa moja kwa watawala wote wa kikoloni. Hakuona kwamba hakukuwa na haja ya yeye kutumia setting halisi kipindi hicho, kwa sababu pengine hata kitabu hiki tusingekuwa tunakisoma sasa hivi. Lakini pia lengo ni kwa ajili ya kuepusha hatari ya yeye kuingia katika migogoro na watawala, pengine kuogopa swala zima la kuwa marehemu, kama ambavyo unajua kabisa kwamba ukigusa tabaka tawala moja kwa moja unakuwa na athari fulani. Kwa hiyo akaona atumie njia nzuri ya kuweka fictional setting, ili mali tu watawala wasihisi kama wanazungumzia wao moja kwa moja nchini Cameroon. Kabla ya kuangalia summary ya kitabu, hebu tuangalie kidogo wahusika ambao wapo ndani ya kitabu. Kuna msika anaitwa Father Gribet, kuna msika mwingine anaitwa Father Vandamaya, kuna msika anaitwa The Commandant, kuna msika anaitwa Kalisia. Yes, kuna msika anaitwa Toundi Ondoua ambaye huyu ni msika mkuu. Kuna msika kama Toundi's father ambaye ndo Ondoua, lakini pia kuna msika ambaye anaitwa Agricultural Engineer kama sehemu ya kazi yake, lakini jina lake halisi ni Magnol. Kuna msika anaitwa Madame Suz, kuna msika anaitwa Maru, kuna msika anaitwa Gulet, kuna msika anaitwa Mendim, kuna msika anaitwa Sophie, kuna msika anaitwa Jano Paulos, kuna msika anaitwa Bakilo, kuna msika anaitwa Sentry, lakini pia kuna msika ambaye anaitwa The Cook. Tukiendelea na kitabu chetu, kitabu
kipo katika mfumo wa usimuliaji wa kuanza na tukio la mwisho, alafu baadaye sasa ndio inaenda ku reveal maisha halisi ya mhusika. Mhusika kama nilivyosema anaitwa Taondo Ndoa. Mhusika huyu alionekana mwishoni kabisa. Mwishoni, tukio la mwisho linaonekana kuanza mwanzoni mwa kitabu likiwa linasimulia na Reta ambaye baadaye alikuja kujitambulisha kama yeye ni Cameroonian Frenchman. Alikuwa anaonesha namna ambavyo Toundi amepigwa, ameumia, ana damu nyingi sana, amepigwa kiasi kwamba amechoka, hawezi kupumua, nguvu hana, na mwili una athari ya makovu, hivyo anaelekea kupoteza maisha. Sasa ukisoma kitabu utaona kabisa kwamba kuna shida gani. Lazima ujiulize maswali kwamba kuna shida gani imemtokea mhusika huyu. Kwa hiyo kuna maswali lazima ujiulize. Sasa maswali hayo unayojiuliza ndivyo sasa inakuja kujibainisha mbele kama utaendelea kusoma kitabu. Mhusika mkuu akiwa anaelezea maisha yake mwenyewe kwa kutumia kitabu ambacho kipo katika mfumo wa first exercise book na second exercise book. Kwa story imekaaje? Story inaanzaje? Story inaanza na Cameroonian Frenchman ambaye huyu ametambulishwa kama mtu fulani hivi, ni mfaransa fulani wa Cameroon. Sasa mtu huyu ajawa named kwa jina. Yes, ajawa named kwa jina, amekuwa named kulingana na utaifa wake, kwamba mtu huyu alikuwa anajiandaa kusafiri. Yupo Spanish Guinea. Asa akiwa Spanish Guinea anajiandaa kusafiri, lakini anasikia ngoma ikiwa inagongwa. Sasa ngoma hii inakuwa na signals, inakuwa na viashiria vyake vinaonyesha kwamba kuna hatari ya mtu kuuawa, kuna hatari ya mtu kuwa katika maumivu, kuna hatari ya mtu kuwa katika shida. Yes, sasa anapokuwa anasikia hiyo ngoma anaona ailishe kwanza kuhusu mawazo ya safari yake, ndipo sasa anaungana na wenzake wanakijiji wa hiyo sehemu ya Spanish Guinea. Katika Spanish Guinea kuna sehemu inaitwa Mfoula. Sasa wanakusanyana, yes, wanakijiji wa eneo hilo la Mfoula kwa ajili ya kwenda kumsaka huyo mtu ambaye anaonekana kabisa kwamba amepata majeraha na anaelekea kufa. Sasa wakati wanatembea kumtafuta huyo mtu wajue yuko sehemu gani, njiani wakawa wamekutana na bundi, lakini kuna msika anaitwa Anton akawa amesema huyu bundi ni mtu kabisa, huyu anaitwa Pedro, huyu ni Pedro, huyu atakuwa amebadilika baada ya kuwa amefariki, kwa maana kabla hajafariki alimtukana mtu wa Mungu. Huyu ni Pedro. Kwa kumbe Pedro amebadilika kuwa bundi. Ilikuwa ni usiku. Sasa Anthony anaamini katika nguvu fulani hivi za kishirikina. Baada ya kuwa wamekutana na bundi, wanahisi kabisa kwamba huu ni ushirikina na huyu ni Pedro. Pedro ni msika ambaye baadaye alipoteza maisha, lakini wao walikuwa wanaamini kwamba amepoteza maisha kwa sababu walimtukana mtu wa Mungu. Wakawa wameendelea na safari yao kuendelea kumtafuta mtu ambaye wanahisi yupo kwenye hatari ya kupoteza maisha. Baadaye wakawa wamemfikia huyo mtu, lakini wanamkuta amechoka sana. Yes, damu zimetapakaa, mwili mzima ziko chini, nguo zimechafuka, ameumizwa sana. Lakini yule mtu hawezi kuongea. Wakati wanamsogelea wanakijiji, huyu mtu ambaye hajulikani bado akawa amejitahidi kufumbua macho. Yes, ila anafumbua macho anamuona kana kwamba kuna mtu anamfahamu. Anamuona Cameroonian Frenchman, anamtambua kabisa kwamba huyu ni mwenzangu. Anavyomtambua hivyo, basi anaomba kupewa kinywaji cha asili inaitwa ark, angalau kidogo apate moja na mbili. Sasa Cameroonian Frenchman ambaye ni narrator anatusimulia story, anatuambia kwamba basi akawa amempatia hiyo ark, akanywa kidogo. Alivyokunywa kidogo, ndipo sasa akapata uaweni, angalau
wa kusema chochote. Sasa akaanza akasema maneno machache, akasema Waafrika tunateswa kwenye ardhi yetu. Waafrika tunateswa kwenye ardhi yetu, na tunateswa na watu hao weusi wanaojiita Wafaransa. Baada ya kuwa amezungumza hayo machache, akakata roho, akawa amepoteza maisha. Sasa hawajamjua ni nani, amemkuta tu yupo hivyo, na anamwomba Cameroon Frenchman hicho kinywaji apate kunywa, apate waweni wa kuzungumza chochote. Baadaye anapoteza maisha. Kwa hiyo hawamjui ni nani, na mpaka sasa hivi hata wewe hujui ni nani. Kwa hiyo baada ya kuwa amepoteza maisha, ikabidi yule Cameroon Frenchman ambaye ni narrator akawa amechukua baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa pembezoni mwa pale ambapo alikuwa amejilaza huyu kijana. Akaangalia, akakuta kuna diary, yes, lakini pia kulikuwa na penseli, kulikuwa na kitu kingine ambacho kilikuwa ni kitana, yes. Sasa na toothbrush, na kulikuwa na mswaki pia. Sasa huyu Cameroonian Frenchman narrator ikabidi achukue ile diary. Alipochukua ile diary, anaangalia kilichomo ndani, ndipo sasa anagundua kwamba kuna story ya maisha ya huyu kijana aliyelala hapa chini. Ndipo sasa anaanza kuisoma. Kwa hiyo anapoanza kuisoma ile story, ndipo tunaanza kupata story sasa, story ya riwaya hii. Kwa hiyo riwaya hii inaanza katika mfumo wa diary. Diary hii imegawanywa katika sehemu mbili, first exercise book na second exercise book. Na diary hii imeandikwa na marehemu mwenyewe aliyefariki, ambaye bado hajamjua. Wanataka wamjue sasa ni nani kwa kutumia kile kidiary ambacho wamekipata kutoka kwake baada ya kupoteza maisha. Sasa anayesoma hii diary ni nani? Anayesoma hii diary ni narrator ambaye ni Cameroonian Frenchman, ambaye mwanzoni alikuwa anatupa story kwamba alianza vipi mpaka kufikia kukutana na huyu kijana ambaye alikuwa amepigwa kuelekea kufariki dunia. Kwa hiyo Cameroonian Frenchman ambaye ni narrator akawa amechukua ile diary iliyoandikwa na huyu mtu aliyepoteza maisha. Ile diary anapoanza kuisoma, ndipo sasa wanatambua kwamba huyu mtu aliyepoteza maisha anaitwa Toundi Ondoua. Sasa anajitambulisha akianza na maisha yake alivyokuwa anaishi mwanzoni, na baba yake anakuja kuonesha namna ambavyo alienda kufanya kazi kwa watu weupe, kufanya kazi kwa watu wa Mungu, kubadilishwa jina kuwa Joseph, baadaye kupigwa mpaka kuelekea kufariki, na mpaka sasa yupo Spanish Guinea. Sasa anaanza kusoma. Kwa hiyo story inaanza kurudi nyuma baada ya kuwa tumeonyesha tukio la mwisho kwamba kijana amepoteza maisha, amepigwa, ameumia, amepoteza maisha. Sasa tunaanza kupata story inaanza kujireveal kupitia diary yake. Kwa hiyo Cameroonian Frenchman anapokuwa anaanza kusoma akitumia first person point of view, ambayo sasa ni story binafsi aliyoandika Toundi. Kwa hiyo Toundi anasema alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anaishi na baba yake, lakini baba yake alikuwa anamtesa sana, alikuwa anampiga yeye pamoja na mama yake kipindi akiwa amelewa, pengine muda mwingine anampiga bila kosa lolote, na kijana alikuwa anaumizwa sana na hicho kitendo. Na anasema kwamba siku ambayo hatoisahau ni pale ambapo alipigwa na baba yake mpaka akalia kiasi cha machozi kumkauka. Sasa baba yake alimpiga kwa kosa gani? Baba yake alimpiga kwa kosa la kwamba alishawahi kumkataza Toundi kuacha kuombaomba vitu kwa mapadri na watu wengine ambao wanashughulika na masuala ya kidini. Sasa siku hiyo alikuwa anaomba kitu kinaitwa sukari. Sukari hii alikuwa anaigawa mtu anaitwa Father Gribet. Father Gribet huyu alipokuwa anagawa sukari hii, alikuwa anawagawia watoto mji baada ya mji. Sasa wakati anagawa, kuna mtu anaitwa Tenant, alafu kuna mtu anaitwa Toundi. Sasa hawa watoto wawili wakawa wameingia kwenye mtafaruku wa kugombania ile sukari, ugomvi ambao baadaye ulikuwa mkubwa ukapelekea mpaka wazazi kuingia kwenye ugomvi pia. Kwa hiyo ugomvi wa watoto ambaye ni Tenant na Toundi kusababisha mgogoro kati ya wazazi pia.
Sasa hii ikawa changamoto. Kwa hiyo familia ya Tennant na familia ya Tony ikaingia kwenye mgogoro kutokana na hicho kitu. Sasa hicho pia kikafanya mzee wake ampige sana 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 sana, na kijana alipigwa mpaka akawa amekimbia. Anapokuwa anakimbia, mzee anamwambia, sasa wewe kimbia tukimbia, lakini kukimbia kwako ni kuonyesha kabisa kwamba umenidharau na unathibitisha kabisa kwamba unalala na mama yako, ni kuthibitisha kwamba unalala na bibi yako. Kijana anasikia hayo maneno, anarudi, lakini anapigwa baadaye tena, kipondo kinamzidia, ndipo sasa anaamua kukimbia kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Wakati yupo njiani anakutana na Father Gilbert. Kuna mtu anaitwa Father Gilbert ambaye huyu ni mtu wa kidini. Yes, alikuwa ni kiongozi wa kidini katika kanisa linaloitwa St. Peter Catholic Church. Ni Mkatoliki huyu, alikuwa yupo kwenye kanisa linaloitwa St. Peter Catholic Church. Sasa anapokutana na Father Gilbert anakuwa anamshangaa kijana, hana pa kwenda, anamuuliza vipi, kuna changamoto gani? Ndipo sasa huyu Toundi anaelezea kilichotokea. Anamuomba Father Gilbert kwamba awe sehemu ya nyumbani kwake, amuhifadhi. Father Gilbert anakubali na anakuwa pamoja naye. Kuanzia hapo ndipo Toundi anaanza kuwa mfanyakazi wa ndani, houseboy kwa Father Gilbert. Kwa hiyo Toundi anaanza kuwa houseboy kwa white wa kwanza. This is just a white man. Huyu Father Gilbert ni white man. Kwa hiyo Toundi anakuwa mfanyakazi kwa Father Gilbert. Sasa anapokuwa mfanyakazi, anamwona Father Gilbert akiwa anamtreat vizuri, tofauti na mzee wake alivyokuwa anamtreat. Mzee wake alivyoona hivyo akawa ameenda kumfuata, akamwambia arudi nyumbani, lakini kijana hakusikia. Akawa ameona ni bora tu akaendelea kukaa kwa Father Gilbert. Baadaye akamfuata mama yake, akampongeza, akasema uamuzi uliochukua ni uamuzi mzuri kuliko kukaa nyumbani tu kupigwa na mzee. Basi Toundi akaendelea kukaa kwa Father Gilbert akiwa ni sehemu ya mzee huyo kama baba yake sasa wa kiroho. Father Gilbert kiuhalisia, Toundi anasema alimlea vizuri sana kiasi cha kuona watu weupe wote kama wana roho nzuri. Aliona kama Father Gilbert anawakilisha watu weupe wote, kwamba akawa anasema kwamba ile dhana ya kwamba watu weupe ni wabaya, ni wanyanyasaji, ni wakorofi, ni watu ambao wana unafiki, haioni kabisa. Kwa hiyo kumbe akawa ameamini kisa kwamba watu weupe wote, wazungu wote ni watu bora zaidi, kama ambavyo alikuwa anaona kwa Father Gilbert. Father Gilbert akawa anampeleka kanisani, anaenda kijana anaangalia kanisa lilivyo, anaangalia wanavyosali na yeye akasali, akamfundisha kuandika, kusoma. Kijana akajua kusoma, akamfundisha maandiko ya Biblia. Kijana akawa ni mtu wa Mungu kweli kweli, na mpaka akambadilisha jina. Baadaye akabatizwa, akabadilisha jina kutoka Toundi kwenda Joseph. Kwa baada ya kuwa amekuwa Mkatoliki rasmi, akawa ameitwa Joseph. Maisha yakaendelea, japokuwa Father Gilbert alikuwa mlipi pesa, lakini kijana alikuwa anafurahia maisha. Alikuwa akipewa mashati ambayo yamechoka, anafurahi. Akipewa suruali kukua, anafurahi, ana enjoy maisha, kwa sababu lengo lake lilikuwa ni kuishi maisha ambayo sio ya mateso. Kwa hiyo halikuwa halipwi chochote kwa Father Gilbert. Baadaye tunaona kuna ujio wa Father Vandermeer. Ujio wa Father Vandermeer ambaye pia ni mzungu. Anakuja na wanawake 5, na tunaambiwa kwamba Father Vandermeer ni mtu ambaye anapenda sana kuimba, lakini pia ni mtu wa ucheshi, anachekesha sana. Na anapokuwa haimbi, basi anakuwa anakusanya sadaka, na hakuwa anamwachia mtu yeyote kufanya hicho kitendo isipokuwa yeye tu, kwa sababu alikuwa anakipenda sana. Kwa hiyo tutambulishwa msika mwingine ambaye sasa alikuja kucheza nafasi kama ya msaidizi wa Father Gilbert. Kwa hiyo Father Vandermeer alikuja kuwa msaidizi wa Father Gilbert. Wakaishi hivyo. Baadaye sasa kuna muda ukafikia, Father Gilbert akapoteza maisha. Alipata ajali ya pikipiki kwenye mti mmoja ambao unasemekana ulikuwa unawaua sana wa Afrika. Yes, wakawa wameupa jina linaloitwa Hammer of the Whites. Yes, Hammer of the Whites. Kwa hiyo ikimaanisha kwamba inawagonga sana
huo mti unawaua sana watu weupe, na ni watu weupe, sio yeye tu Father Gilbert alifariki pale. Kuna wengine pia kabla hata ya yeye kufa walishapoteza maisha. Kwa hiyo wakawa wameupa huo mti ilo jina. Kwa baada ya Father Gilbert kupoteza maisha, Toundi alisikitika sana, akawaza ataenda wapi. Alikuwa ameshazoea maisha kuishi na Father Gilbert. Sasa ni changamoto, ni nani atakuwa pamoja naye, ni nani atakuwa pamoja naye katika maisha yake baadaye, baada ya kifo cha Father Gilbert. Father Gilbert akazikwa, basi Toundi akabaki kuwa kama sehemu ya mfanyakazi wa Father Vandermeyer ambaye alikuwa ni assistant wa Father Gilbert. Kwa hiyo akawa naye kwa muda mchache, lakini ule muda mchache ambayo Toundi alifanya kazi kwa Father Vandermeyer kama assistant wa Father Gilbert, aliona kama kuna tofauti mkubwa sana. Kwa sababu Father Vandermeyer alimtreat vibaya sana. Alikuwa anampiga sana, anamtukana, anamuonesha dharau, anamuonesha ubaguzi wa rangi, tofauti kati ya wazungu na Afrika. Na Toundi anasema kuna kipindi ambacho walikusanya sadaka. Siku hiyo yeye huyu Father Vandermeyer hakusanya sadaka, aliyekusanya sadaka ni Toundi. Sasa inaonekana kama kuna pesa fulani ilipotea. Sasa akawa amemsearch Toundi, anamsearch Toundi kila sehemu mpaka akamlisha Toundi avue nguo, akamvua nguo, akamsearch sehemu mbalimbali na ambazo hazitakiwi usachiwa. Hiyo yani kuonesha tu udhalilishaji. Toundi anasema hiyo ndio tukio ambalo hata walisahau. Sasa baada ya muda kidogo Toundi akasikia taarifa kwamba kuna mtu hakuwepo pale Dangan. Dangan ni sehemu ambayo walikuwa wanaishi watu weupe, sehemu ambayo ameitumia sehemu ambayo ametumia mwandishi Ferdinand Oyono kuonesha sehemu ya watu wa weupe, wazungu au watawala wa kikoloni. Sasa akapata taarifa kwamba Toundi akapata taarifa kwamba kuna mtu anaitwa the commandant. Huyu commandant alikuwa ameenda kwenye mission. Alikuwa ameenda kwenye mission, ni askari, alikuwa ameenda kwenye mission. Sasa amerudi, anataka mfanyakazi, na akawa ameambiwa na Father Vandermeyer kwamba ajiandae aende kwa commandant. Hapo ndipo Toundi alipofurahi sana, akaona bora tu aende kwa Father Commandant, labda apate maisha mapya, pengine kutakuwa na utofauti kwa kimalezi. Yani ameishi muda mchache sana, siku chache Father Vandermeyer baada ya Father Gilbert kupoteza maisha, lakini alikuwa ameshachukia maisha aliyokuwa anaishi na Father Vandermeyer kwa muda mchache sana. Sasa muda ukafika, Toundi kabidi aende kwa the commandant. Kwa hiyo akaenda tena kuwa mfanyakazi wa ndani kwa the commandant. The commandant alikuwa ni askari ambaye ana mke wake anaitwa Madam Suzy, lakini kwa wakati huo Madam Suzy hakuwepo. Sasa Madam Suzy alikuwa sehemu inaitwa Paris, Ufaransa. Kwa hiyo alikuwa ameenda Paris, Ufaransa, na ilikuwa sasa ni muda umeenda sana, hajarudi nyumbani. Kwa hiyo alipokuja the commandant kwake alikuwa ni peke yake na wafanyakazi wengine tu kama akina Bakiru, akina Sentry, lakini pia akina the cook ambao walikuwa na wengine wanamsaidia kupika, mwingine anamsaidia kufua, lakini hakuwa anafanya kazi wa ndani ambaye angemsaidia masuala mazima ya chumbani na sehemu nyingine kama sebuleni. Kwa hiyo alikuwa anamhitaji Toundi aje msaidie kazi kama hizo. Kwa hiyo Toundi alipokuja akawa ameungana na wafanyakazi wenzake akina Sentry, Bakiru pamoja na the cook kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Sasa waliishi vizuri sana na the commandant, na wakati anafika Toundi, the commandant alimuuliza baadhi ya maswali. Alipomuuliza baadhi ya maswali, anamwambia kwamba wewe ushawahi kufanya kazi hii na inaonekana kabisa kwamba ni mwaminifu, si ndio? Kwa hiyo Toundi yote kama amethibitisha kwamba ni mwaminifu na anaweza kufanya hivyo vitu. Wakaendelea kuishi pamoja kwa upendo, wakawa wanasafiri sehemu mbalimbali kama ambavyo Toundi alikuwa anasafiri na Father Gilbert kwenye pikipiki. Kwa hiyo the commandant kuna siku alimchukua Toundi akawa ameenda naye shuleni, ambao alimkuta headmaster ambaye anaitwa Salvein. Mkuu huyo wa shule alikuwa ni mkuu ambaye alikuwa
hapendi ubaguzi. Alikuwa ana shule yake na anapenda wanafunzi wote wasome pale, weusi kwa weupe, na alikuwa anaamini kwamba watu weusi wana akili sana kuliko hata watu weupe wenyewe, na alikuwa anashangazwa na ubaguzi ambao ulikuwa unafanywa na watu weupe kwa watu weusi. Sasa the commandant alivyomchukua Toundi, wakaenda pale akaangalia mazingira, baadaye wakaelekea kanisani. Walipoelekea kanisani wakakuta kuna watu weupe na kuna watu weusi, kuna Waafrika pamoja na wazungu. Sasa utofauti upo kwamba wazungu walikuwa na sehemu nzuri sana, vitu vyao vilikuwa ni vizuri na haviwapi changamoto katika kuleta maumivu, lakini watu weusi wenyewe walikuwa na mabenchi, maviti yao tu, wanakata tu mabenchi wanayaweka pale kwa ajili ya kuweza kukaa kusikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo kuna mmoja anasikiliza neno la Mungu akiwa na enjoy, alafu kuna mweusi ambaye sasa yeye anasikiliza neno la Mungu akiwa anaumia makalio. Ni changamoto kweli kweli. Lakini pia kulikuwa na viongozi walikuwa ni wazungu. Hakuna Mwafrika hata mmoja ambaye alikuwa anaruhusiwa kuwa kiongozi. Wakati wa kutoka nje wanaanza kwanza wazungu na wana mlango wao special wa kutoka, na Waafrika pia wana mlango wao wa kutoka, lakini tu isipokuwa tu kwa wafanyakazi wadogo kama akina Toundi ambao walikuwa ni wafanyakazi wa viongozi kama akina the commandant, hao ndio walikuwa wanaruhusiwa kutoka kwa muda fulani, lakini wengine wote Waafrika wengine wote walikuwa wanatoka mwisho kabisa baada ya wazungu kutoka. Kwa hiyo Toundi alikuwa anapewa nafasi ya kutoka pamoja na watawala, nafasi ya kutoka pamoja na wazungu. Alikuwa anajiona kama ni sehemu ya mheshimiwa pia, na ikafikia muda akawa anasema kwamba mbwa wa mfalme ni mfalme wa mbwa, kwamba the dog of the king is the king of dogs. The dog of the king is the king of dogs. Dog ikimaanisha yeye, mbwa wa mfalme. Mfalme ni mtu ambaye yupo ni mtu ambaye yupo serikalini. Sasa yeye alikuwa anamaanisha the commandant, kwamba mbwa ambaye ni Toundi, alafu king ndio commandant, alafu mbwa wengine kama Waafrika wengine. Sasa Waafrika wengine ndio sasa watakuwa chini ya yeye ambaye ni king. Kwa hiyo mbwa wa the commandant ambaye ni mfalme atakuwa ni mfalme wa mbwa wengine ambao ni Waafrika, kwa akawa anajisifu kwa namna hiyo. Lakini kuna Toundi anasema kuna siku moja nyingine waliishi vizuri sana na the commandant. Basi akafurahia maisha sana, akasema kwamba kuna siku nyingine sasa waliamua kwenda kufurahia. Waliamua kwenda kufurahia kwa sababu siku hiyo ilikuwa ni siku ya uhuru wa watu weusi. Yani uhuru wenyewe ni uhuru kutokana na kwamba paka hayupo, uhuru wa panya pale ambapo paka hayupo, kwamba akimaanisha kwamba siku hiyo watu weupe walikuwa wameenda kuenjoy, walikuwa wameenda pub. Hiyo ilikuwa inamilikiwa na mtu anaitwa na mzungu anaitwa Jean Paulus. Sasa mzungu huyu alikuwa hawapendi wa Afrika. Alikuwa hawapendi wa Afrika na alikuwa anawafukuza kwa namna yoyote ile Waafrika wakiwa wanakuja kwenye pub yake, zimali tu wasionekane, kwa njia ambayo ilikuwa inajulikana. Ilikuwa inaitwa njia ya kufukuza Waafrika wa kutumia mbwa. Yani Mwafrika yote alikuwa akionekana kwenye pub ya Jean Paulus alikuwa anafukuzwa kwa kutumia mbwa. Kwa hiyo mbwa wanawafukuza Waafrika wasionekane katika mazingira hayo. Sasa siku hiyo ilikuwa ni siku ya uhuru kwao, siku ya uhuru wa panya. Wanatembea, wakati wanatembea ndipo sasa Toundi anasema akawa amekutana na Sophie, msika mwingine anatambulishwa anaitwa Sophie. Alikutana na Sophie anamsimulia juu ya maisha yake. Sophie anasema mimi nipo na mtu anaitwa agricultural engineer. Huyu ni mpenzi wangu huyu, waga sijisikii vizuri anavyokuwa ananitambulisha mbele ya wenzake. Huwa ananiambia kwamba wakija watu weupe basi nijifanye kana kwamba mimi ni mfanyakazi wa ndani, nijifanye kama house girl, sio girlfriend wake. Kwa hiyo kumbe kuna mtu anaitwa agricultural engineer
anamtambulisha Sophie akiwa anamsimulia Toundi kwamba huyu agricultural engineer licha ya kwamba ni boyfriend wa Sophie, kila wageni wanapokuwa wanakuja, wazungu wenzake na agricultural engineer wakiwa wanakuja, anamwambia Sophie kwamba yeye ajifiche asionekane kabisa, na hata kama akionekana basi huyu agricultural engineer anamtambulisha kwamba huyu sio mpenzi wake bali ni mfanyakazi wa ndani. Kwa hiyo Sophie ni mweusi alafu agricultural engineer ni mweupe. Kwa hiyo kuna mzungu na Mwafrika. Kwa hiyo mzungu ambaye ni agricultural engineer anaogopa kumtambulisha Sophie mbele ya wenzake kwamba ni girlfriend wake kutokana ambavyo Waafrika wanachukuliwa, lakini kiufupi ni kwamba agricultural engineer alikuwa anampenda, lakini na ukiangalia kwenye vitabu vingi anaonekana Sophie kama mpenzi wa Toundi, ambaye sio, alikuwa ni marafiki tu wa karibu, lakini alikuwa ni mpenzi wa agricultural engineer na alikuwa anamtambulisha kwamba ni girlfriend kwa kila ambapo wageni walikuwa wakifika nyumbani kwake. Sasa wakati Sophie anamsimulia Toundi hivyo, akawa amemwingizia na mada ya ambavyo Waafrika wanabaguliwa zaidi. Ukiachana na hilo, wanabaguliwa, wanafukuzwa na mbwa kwenye pabu, hawaruhusi kwenda kuenjoy kama ambavyo watu weupe wanaenjoy. Basi baadaye wakawa wameachana, kila mtu akaenda kivyake. Toundi anaendelea kusimulia, anasema siku nyingine aliamka asubuhi sana the commandant akawa amepanda kwenye gari, na the commandant akachukua gari akaendesha mpaka kwa agricultural engineer. Alivyoendesha ile gari mpaka kwa agricultural engineer, akamchukua agricultural engineer pamoja na Sophie tayari kwa ajili ya kwenda safari ya kijiji kimoja. Sasa wakati wanasafiri, Toundi ambaye ni mfanyakazi wa the commandant akawa amewekwa nyuma ya pickup pamoja na Sophie. Kwa hiyo hawa wanabaguliwa kwa sababu ni Waafrika, wanabaguliwa, wanawekwa nyuma, alafu mbele wanakaa wanawake wa kizungu, lakini pia na wazungu wenyewe kama agricultural engineer pamoja na the commander. Sasa ile kitu kinamuumiza sana Sophie kwamba tunaondoka, ndio tunaenda safari wote, lakini sasa tunawekwa nyuma ya pickup. Sasa hii ni kuonesha dharau kabisa. Kwa Sophie anaumizwa sana, anaingia kwenye mgogoro wa kinafsia, akiwa anawaza kwamba sasa, kwani wanawake wa kizungu wamenizidi nini mimi? Yaani kuna tofauti gani kati yangu mimi na hao wanawake weupe? Kuna tofauti gani? Aliumizwa sana hicho kitendo. Sasa wakati wanatembea, wakati wanaendesha gari kuelekea huko walikuwa wanaelekea, hatimaye walifika. Walipofika wakawa kila mtu akapewa sehemu yake ya kukaa. Kuna wale wenye thamani na ambao hawana thamani. Ambao hawana thamani ndio Afrika wenyewe wakiwa wanaongozwa na Toundi pamoja na Sophie. Wale ambao walikuwa wanaonekana ni wastaarabu na wenye heshima ndio the commandant pamoja na agricultural engineer na rafiki zao wengine weupe. Kwa hiyo agricultural engineer akawa ameenda kukaa sehemu ya thamani sana. Lakini wakawa wametoa vyakula ambavyo vilisawiri kwamba kabisa kwamba hivi ni vyakula vya watu wazito, lakini huku kwa kina Sophie pamoja na Toundi waliletea vyakula vya kawaida tu. Baadaye ikafika usiku, wakaenda kupumzika. Akina Toundi pamoja na Sophie wakaenda kupumzika sehemu yao, lakini pia akina the commandant pamoja na agricultural engineer wakaenda kupumzika sehemu yao ambayo ni sehemu ya watu wazito. Lakini kabla ya kwenda kulala, huyu agricultural engineer alimfuata Toundi akamwambia, wewe unaenda kulala na Sophie, lakini nisisikie chochote kutoka kwake kwamba mmefanya chochote au mmefanya mapenzi, na kesho asubuhi nitaenda kuchukua vipimo kwa ajili ya kuwapima nione kama umefanya kweli. Sasa hii ni kumaanisha kwamba agricultural engineer alikuwa anampenda Sophie, lakini cha kushangaza ni kwamba alikuwa anamtambulisha kwa wazungu wenzake kwamba ni mfanyakazi wake, kumbe ni mpenzi wake na anampenda sana. Kwa hiyo alivyomwambia hivyo Toundi, basi Toundi na yeye akasikia, akaenda kulala. Alivyoenda kulala, baadaye usiku, ni kweli bwana, usiku ulipofika, Sophie akawa anaonesha kama ana hamu ya kufanya tendo la ngono pamoja na Toundi, lakini Toundi alikuwa anaonekana kama mtu ambaye hayuko tayari, na hiyo ni kwa sababu alikuwa anaogopa
kwa sababu walikuwa wameshatishiwa na agriculture engineer kwamba atamfanya kitu kibaya endapo atashiriki tendo la ngono na Sophie. Kwa upande wa Sophie, yeye alimuona mshamba kwa sababu alikuwa anaona kwamba yani mtu yupo tayari kufa njaa wakati nyama ipo karibu, wakati nyama ya bosi ipo karibu naye. Kwa hiyo Sophie akawa anasema kwamba hata nikiwasimulia watu wengine nchi kwamba nilikuwa nimelala na mwanaume na hajafanya chochote, watashangazwa sana. Baadaye Sophie akawa amefikiria akasema labda pengine hajafanya hivyo kwa sababu alitishiwa. Kwa hiyo akawa anamkejeli Toundi kwamba ni mbwa ambaye hang'ati. Baadaye asubuhi ikafika, wakawa wamejiandaa kurudi nyumbani. Toundi akaenda kumwamsha bosi wake ambaye ni the commandant tayari kwa safari. Na agricultural engineer alivyoangalia machoni Toundi na Sophie, aliona wako vizuri na hakufanya chochote kwa sababu kuna hali fulani hivi ya kuona aibu kama ukimefanya hicho kitendo, na alivyoangalia akaona hawana chochote ambacho kinamfanya yeye haisi kwamba wameshiriki tendo la ngono. Hivyo wakawa wamepanda kwenye gari wakarudi nyumbani. Ikafikia muda sasa, wakati wamerudi nyumbani, siku chache baadaye ikasemekana kwamba mke wa the commandant ambaye anaitwa Madam Suzy, nilimintroduce mwanzoni, ambaye anaitwa Madam Suzy, sasa anabidi arudi nyumbani. Ikasemekana kwamba yupo anajiandaa kurudi nyumbani kutoka Paris, Ufaransa. Sasa akiwa anajiandaa kurudi huku nyumbani, Toundi akawa anawaza, anasema sasa huyu sijazoea kukaa naye, sijui atakuwa na roho gani, sijui atakuwa na roho kama ya mume wake au atakuwa na roho gani, atakuwa ni mtu wa aina gani, mzuri au mbaya. Yani akawa anafanya imagination ya Madam Suzy kwamba atakuwa ni mtu wa aina gani. Sasa ikafikia siku zikaenda, basi Madam Suzy akawa amefika. Wakati amefika, kweli alikuwa mzuri. Toundi alimuona akasema yes, kweli ni mzuri kama ambavyo watu walikuwa wanamsifia, na wakawa wameanza kuishi pamoja. Na mwanzoni Madam Suzy alionekana ni mtu mwema sana, na aliwatreat vizuri Toundi pamoja na wafanyakazi wenzake waliokuwepo. Sentry, kuna Bakiru pamoja na the cook. The cook alikuwa ni mpishi, alafu Bakiru alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi za kusafisha na kumfulia nguo Mendim, kumfulia nguo the commandant, lakini baadaye alikuja kusaidia kufulia nguo huyu Madam Suzy. Kwa hiyo hao ni wafanyakazi wenzake na Toundi. Madam Suzy aliwalea vizuri kwa kweli. Madam Suzy alikuwa nao vizuri mwanzoni na walimpenda, wakaishi vizuri sana. Kwa hiyo baada ya kuwa amefika hapo kaishi vizuri, baadaye wakawa wanatembea pub, wanaenjoy maisha pamoja na the commandant. Walifurahia maisha sana. Kabla ya the commandant kwenye mission, the commandant sasa ikafikia muda wa kwenda kwenye mission, kutoka nyumbani kwenda kwenye mission au tour tuseme. Alipoenda kwenye mission, ikabidi amwache nyumbani Madam Suzy. Kwenye mission alikaa kwa muda fulani. Sasa Madam Suzy akawa lonely, akawa ameamua kumsaliti the commandant, akawa kutembea na askari mmoja ambaye ni huyu hapa, ni askari, alikuwa ni askari wa magereza, anaitwa Moru. Walifanya mambo mengi sana na Toundi alikuwa ni kama sehemu ya mapenzi, sio kwa kupenda, ile kwa sababu alikuwa anatumwa tu, anapewa barua na Madam Suzy, basi naye anapewa barua na Madam Suzy, naye anapeleka. Ila sasa utafanyaje? Wenzake wanamkanya kwamba usifanye hivyo, lakini hawezi kukataa kwa sababu yeye ni kama mfanyakazi tu, ni mtumwa. Kwa hiyo yeye anakubali chochote anachoambiwa. Yes, alikuwa anafanywa kama go between kati ya Moru pamoja na Madam Suzy, lakini sasa alikuwa hana cha kufanya, alikuwa hana cha kukataa. Atafanyaje sasa? Na yeye ni mtu wa watu, ni mtumwa, ni mfanyakazi ambaye hana kauli yoyote. Kwa hiyo mapenzi ya usaliti yakaendelea. Mapenzi ya usaliti yalivyoendelea, basi ikafikia sehemu yakawa yametambulika, rumors zikaanza kusambaa. The commandant akawa amerudi kutoka kwenye mission,
alipokuja akamkuta Madam Suzy akiwa yupo kwenye masikitiko makubwa sana. Sasa anamuuliza, mbona kama unaumwa mke wangu? Lakini Madam Suzy akaona amdanganye kwamba hamna, siumwi, ipo kawaida. Anamwambia kwamba basi twende hata kwa daktari. Anamwambia niko vizuri kiafya. Kwa hiyo the commandant akawa amekuja, akasema nikuja kwa muda mchache tu kuangalia, baadaye tena akarudi tena kwenye mission tena. Umeona bwana? Akarudi tena kwenye mission. Huko nyuma akamwacha Toundi akawa anasikitika sana, msikitikia sana the commandant. Anasema, the commandant, ningekwambia chochote kinachoendelea, lakini sasa ndio hivyo tena, siwezi kukwambia kwa sababu nitaharibu mambo, nitaharibu kwako, nitaharibu na kwa mke wako. Kwa hiyo alikuwa anamhurumia kwa sababu the commandant alikuwa anampenda mke wake, anamhurumia sana, lakini mke mwenyewe alikuwa hata hamjali mume wake. Kwa baada ya the commandant kuondoka, rumors zikazidi tena. Yes. Sasa siku moja Toundi akaambiwa apeleke barua kwa Mruu. Alitumwa na Madam Suzy. Alipopeleka barua kwa Mruu, Mruu akaipokea barua, lakini akamwambia kwamba akampa taarifa kwamba anakuja. Na ni kweli baadaye Mruu akawa amefika, lakini wakati anakunywa Mruu akamwambia, huyu kijana wako, Mruu akamwambia Madam Suzy kwamba huyu kijana wako ni hatari sana, huyu inabidi tumpeleke magereza huyu, au kama tusipompeleka magereza basi umtoe hapa, mimi nitakusaidia kuleta mfanyakazi. Lakini Madam Suzy akasema hiyo ni kweli, lakini nilishawahi kujaribu sana kumuondoa huyu. Huwezi kumuondoa kwa sababu the commandant anampenda sana. Kwa hiyo Toundi alisikia hayo maneno, akajua kabisa kwamba kumbe yeye anaishi pale kwa sababu ya the commandant. Kwa hiyo walikuwa hawampendi kwa sababu ilionekana kabisa kwamba yeye ndo alikuwa anatoa siri za mapenzi yao. Ndio maana walikuwa Mruu alianza kumchukia. Kama prison warden alitamani sana amfunge, amtafutie kesi yoyote ile, ili mradi tu wamtoe pale angalau ili waanze kula maisha vizuri. Kwa baadaye ule upendo sasa aliokuwa nao Madam Suzy ukapungua sana kwa wale wafanyakazi, mpaka akawa amewakata mshahara, lakini pia akasema atawafukuza nyumbani kutokana kwamba wamekuwa wambea, wameanza kutoa siri kwamba yeye anatembea na Mruu. Kumbe rumors zilisambaa hivyo, kwa sababu jambo alijifichi na watu wanaona, lakini yeye kwa sababu tu alikuwa na watu wa karibu kama akina Toundi, ndo akahisi kama ndo wamesambaza hizo tetesi. Sasa kuna wakati Mruu akawa alivyorudi nyumbani kwake, Madam Suzy akawa ameenda ndani, akachukua chupa ambayo ilikuwa na maua fulani ya mahaba sana. Baadaye alivyoshika ikadondoka. Sasa alipodondoka akamwambia Toundi aje asafishe. Toundi akaingia chumbani kwa Madam Suzy kusafisha. Wakati anasafisha akaona condom zipo chumbani. Sasa Madam Suzy anakuja kukumbuka, anakuta Toundi anaangalia zile condom, akazichukua zile condom akazificha haraka. Sasa Toundi anatoka nje, akamwambia Toundi atoke nje. Toundi anapotoka nje anashangaa, vipi sasa zile raba zile ni za nini? Kwani ni kipi kibaya mpaka kinamfanya yeye ananifukuza alafu anazificha? Akaenda kuwasimulia wenzake wakacheka sana, akiongozwa na Bakiru akiwa anasema kwamba bwana yeye, ngoja nicheke bwana leo, maana kicheko kama hiki usiwezi kukipata tena, unakipata mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo jamaa walicheka sana kutokana na Toundi kwenda kutoa hivyo vitu vya siri kwa hao jamaa, wakati hata wao pia lazima wataenda kusema sehemu nyingine. Kwa hiyo walicheka na kushangaa. Kwa hiyo usaliti uliendelea. Sasa baada ya Madam Suzy kuona mambo mengi yamejulikana na Toundi amejua hayo mambo, ikabidi amwambie the cook kwamba mtafutie mtu. Basi the cook akawa amemleta mfanyakazi wa kike anaitwa Khalesia. Kwa Khalesia akaja kumreplace Toundi kama chambermaid. Kwa hiyo Khalesia anapofika anaanza kujitambulisha, lakini mara ya kwanza anashangaa kwamba huyu Madam Suzy mume wake ni nani. Anamwona kwanza ni mtu mzuri,
mwema, alafu ni mrembo. Akawa anafikiria, ana imagine juu ya mume wake. Baadaye akamuona Toundi, ndio akaamini kabisa kwamba Toundi basi ndio atakuwa mume wake. Lakini baadaye kuja kuambia kwamba Toundi ni mfanyakazi, na wakawa urafiki na Toundi. Akawa anajitambulisha, anasema yeye ni maraya sana, alikuwa ni maraya na anapendwa na wanaume wa kizungu sana. Ametembea nao wanaume akitafuta pesa. Yes, kwa hiyo ni maraya ambaye alikuwa anafanya maraya pwani. Sasa kujitambulisha huko kunamfanya Toundi ajue maisha yake yalikuwa vipi, na wanakuwa na ukaribu sana. Lakini sasa wakati wa kuishi pale kwa siku chache, yeye Khaleesi akiwa kama chambermaid, akawa amegundua kwamba kuna mtafaruku kati ya Toundi pamoja na huyu ambaye ni bosi wake wa kike anaitwa Madam Suzy. Kwa hiyo akawa amemshauri Toundi kwamba sasa wewe Toundi, kutokana na ninachokiona hapa, wewe inabidi tu uondoke, hata mshahara wako wa mwisho usubirie, maana kutakuwa na ugomvi hapa baadaye. Hata akija the commandant ataona kama wewe ndio chanzo. Na baadaye ni kweli the commandant akawa amerudi nyumbani, alisikia rumors, sasa ndo anarudi rasmi nyumbani. Alirudi nyumbani rasmi kwa lengo sasa la kuonesha kabisa kwamba amesikia rumors. Anarudi nyumbani amekasirika, aliumizwa sana, lakini anafika nyumbani anamwambia mke wake kwamba amesikia hivyo vitu na hakuna haja ya kuficha tena. Mke wake anajitetea, analia sana, anasema sio mimi, sio kweli, wamenisingizia hawa wafanyakazi wako, hawa ndo shida tu, hawa wananiharibia tu. Kwa hiyo kama ilivyo ada, mume kumsikiliza mke ni kawaida. Lakini Toundi alikuwa anaamini kwamba mume wake na Madam Suzy lazima atamfukuza Madam Suzy na atabaki na Toundi. Lakini cha kushangaza ni kwamba aliyekuja kutukanwa na kupigwa ni Toundi, na Toundi anashangaa mume wake na Madam Suzy wanaendelea kuishi vizuri kabisa bila hata kuitarafiana. Lakini yeye ndo akaanza kuishi kwa shida, anapigwa, upendo ule ukaisha kabisa kama mwanzo. Baadaye ikatokea swala la kesi kwamba kuna mtu anaitwa Sophie ambaye ameiba pesa za agricultural engineer. Sophie na yeye alichoshwa na ubaguzi, sasa akaiba pesa kwa agricultural engineer, akaiba na nguo, akakimbia huko Spanish Guinea kutoka Dangan. Dangan nimesema ni sehemu wanakoishi hawa wa colony. Yes, wa colony ambao ni wa colony wa Kifaransa. Sasa baada ya Sophie kuiba pesa kutoka kwa agricultural engineer, akawa amekimbia kwenda sehemu nyingine kabisa, nchi nyingine inaitwa Spanish Guinea. Kwa walikimbia kutoka Dangan kwenda Spanish Guinea. Sasa huku ikaonekana kwamba Toundi ndo ameshirikiana na Sophie kuiba pesa. Yaani lengo ni wamtengenezee tu kesi, wampige, wamuumize. Kwa sababu alikuwa Moru alikuwa anamuona kama ni amesababisha penzi lao la usaliti walikuwa anafanya na Madam Suzy lijulikane kwamba yeye ndo alikuwa anavujisha siri. Walikuwa wanamtafutia sana kesi. Baadaye sasa kesi wameipata, wakawa wamemtengenezea hivi. Kwa hiyo askari ambaye ni kiongozi wa askari ambaye anaitwa Gullet akaja akamchukua Toundi, na the commandant akamruhusu tu kwa sababu alikuwa ameshamchoka na alitamani hata ampige sana. Kwa hivyo the Gullet alipomchukua akampeleka kituo cha polisi, wakampiga sana Toundi, wakampiga sana, na baadaye akampa mtu mmoja anaitwa Mendim. Mendim huyu alikuwa ni mercenary kutoka Gabon. Yes, alikuwa ni mpigaji kweli, mtu mwenye miraba minne. Unaambia kwamba alikuwa anaogopeka kwa Waafrika na watu weusi. Kwa Waafrika na watu weupe. Weusi na weupe wote walikuwa wanamuogopa. Alikuwa anapiga kweli. Lakini cha kushangaza ni kwamba hakumfanyia ubaya wowote Toundi. Kwa nini? Kwa sababu Toundi alikuwa ameshapigwa sana, damu zimemtoka. Na Gullet anamwambia Mendim kwamba ampige tena. Sasa Mendim huyu kumbe alikuwa na kaurafiki fulani na Toundi na walikuwa wanajuana. Alichokifanya yeye nini? Alipaka silaha ambayo alikuwa anatumia kumpigia. Yes, Toundi alipaka damu kwa sababu Toundi alikuwa ameshatoka damu, amepigwa sana mpaka amechoka. Sasa huyu Mendim akamhurumia, akachukua silaha ile aliyokuwa anataka kumpigia, akaipaka damu, alafu akawa amemrushia Toundi ili Gullet akija aone kwamba kweli Mendim amefanya kazi. Baadaye Gullet anakuja, anakuta kweli ile silaha ina damu, imetapakaa damu, na nguo za Toundi zipo na damu ya kutosha. Sasa ikaonekana kabisa kwamba kweli huyu Mendim amefanya kazi. Baadaye huyu Toundi alizidiwa sana. Akaja akachukuliwa na Gullet kwenda kusachi nyumbani kwa dada yake na Toundi. Sasa lengo ni yeye akubali kwamba amechukua pesa na Sophie.
na lengo lingine ni kwamba yeye akubali kwamba ni mpenzi wa Sophie. Yani wote akina agricultural engineer walikuwa wameungana na akina commandant, akina Gullet, akina Moru, wote wanachuki naye, wanatamani tu apigwe, aumizwe. Sasa wakati wanafanya search nyumbani ya kumtafuta Sophie hawakumpata, na baadaye wakawa wameahidi donge nono sana kwa mtu ambaye atasema Sophie yupo sehemu gani. Baada ya hapo wakamchukua Toundi, wakamrudisha tena mahabusu. Wakati wanamrudisha mahabusu, Gullet ambaye ni askari, mkuu wa askari, akaamrisha askari mmoja amchape viboko 25. Askari yule alivyomchapa viboko 25, inaonekana kwamba Toundi hakulia hata kidogo wala kupiga kelele. Asa Gullet akaumizwa na hicho, akachukua stiki akamchapa yule askari, akamwonyesha mfano kwamba inabidi uchape hivi, na yule askari sasa baada ya hapo ndo akawa amchapa kweli kweli Toundi mpaka mbavu zake zikavunjika. Yes, mbavu za Toundi zikavunjika, yani amechoka kweli kweli. Umeona bwana. Sasa baada ya hapo huyu Mendimu alikuwa anamhurumia sana. Alikaa kwa muda fulani huko mahabusu, na ikabidi Mendimu akaenda akamwambie Gullet kwamba kijana amechoka, inabidi tumpeleke hospitali. Na kweli Gullet akakubali, wakampeleka hospitali. Wanafika hospitali, unakuta kuna foleni hospitali, kuna madaktari wa watu weusi na watu weupe. Yes, lakini watu weusi wenyewe wana daktari mmoja tu, lakini watu weupe wana madaktari wengi, lakini madaktari hawafanyi kazi kwa ajili ya watu weusi. Kwa hiyo watu weusi wamejipanga foleni kwa watu weusi wamejipanga foleni kwa madaktari ambao wanatibu watu weusi pekee, na daktari wao alikuwa ni mmoja. Kwa hiyo na hiyo sehemu walikuwa wanaita sehemu ya ni kama ni kaburi la watu weusi. Yani hospitali hiyo walikuwa wanaita ni kaburi la watu weusi. Maana yake ni kwamba ukienda pale lazima tu utakufa, maana yake hakuna msaada. Kwa hiyo jamaa alikaa pale kwa muda mrefu bila kuhudumiwa, lakini baadaye akaja kwa alipotazama akasema, kaonekana kwamba ameumizwa mbavu, amevunjika na maisha yake yako hatarini. Lakini Toundi akawa ameambiwa na Mendimu kwamba inabidi utumie hii nafasi kutoroka kutoka hapa Dangan uende sehemu yoyote tu, hata Spanish Gin, kwa sababu zaidi ya hapo utakuja upigwe sana, kwa sababu Moru pia amesema kwamba atakuja akufundishe wewe, atakupiga mpaka uongee. Sasa hivi si useme chochote, umeumizwa, atakuja kupiga mpaka uzungumze. Kwa hiyo maana yake hapo kupiga mpaka uzungumze ni kufa. Kwa hiyo bora tu utoroke uende Spanish Gin kwenye nchi nyingine. Ni kweli huyu bwana mdogo akawa ametumia hiyo mbinu. Kuna askari ambaye alikuwa amewekwa pale kwa ajili ya kumlinda, aliposinzia tu basi Toundi akawa amechukua nafasi hiyo, akatumia nafasi hiyo kutoroka, akawa ameenda huko Spanish Gin kwa tabu sana, maana alikuwa amechoka, amepigwa, yani mwili hauna balance, upo kama upo. Kwa sasa alipotoka Dangan akaenda Spanish Gin, sasa anapofika Spanish Gin ndipo sasa hadithi inakuwa pale mwanzo kwamba huyo mtu yupo sehemu ya Mfoula village na amechoka, damu zinamtoka kwa wingi na anaelekea kufa. Kwa kitabu sasa ndo kinaanza kurudi pale mwanzo kilivyoanza, kikionyesha kabisa kwamba Toundi kwa nini alikuwa Spanish Gin akiwa amepigwa na kuumizwa. Kwa hiyo matukio yote ambayo tumepitia katikati ni matukio ambayo ni story ya Toundi, ambayo nimeunganisha the first exercise book na the second exercise book pamoja kwa lengo la kufupisha hii niseme makala ambayo nilikuwa najaribu kusimulia, au hii hadithi ambayo nilikuwa nakusimulia, kwa sababu nikisema ni kila tukio itakuwa ni ndefu, naweza kuwa ni masaa 2, saa 1 ambao mtu mmoja kuja kusikiliza ni changamoto. Kwa hiyo asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mungu awabariki sana. Ni muwe tayari kwa vitabu vingine. Asanteni sana.